Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita za kwangu. Nikafika katika maeneo kadha wa kadha, ruhusu nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Naam, nilianzia eneo lipi? Nilianzia eneo la Murambi kwa kule Busia. Watu wa Muramba Busia mpo? Naam. Kwenye pita of course, kama unajiunga nasi for the first time, hakikisha kwamba umesubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako, copy the link and share, na weka comment yako pale na Bwana akutende wema. Naam, nilianzia eneo la Muramba Busia ambapo basi wakazi wa hapa juzi walitazama kisanga baada ya mzee mmoja kumkabili mkaza mwanawe akitaka kujua alikolala usiku kucha. Naam, ilikuwaje? Kwa habari ni kwamba drama ilianza demu huyo alipodaiwa kutoweka jioni na kumwachia baba mkwe mtoto wa mwaka mmoja. Juhudi za kumtafuta hazikufua dafu, kwani simu yake ilikuwa imezimwa. Mzee alilalamika kuwa binti huyo hapiki, hamuoshi mtoto na hulala kwa wanaume wengine. Umeolewa kabisa kwa boma na unalala kwa wengine, hata kama unacheza baba mkwe huyo, baba mme wako, unamwachia mzee wa wenyewe, unamwachia mtoto wa mwaka mmoja kabisa. Unataka mzee aanze kulea fresh? Kama kutaka ndoa si ungeacha tu. Haya, kama kutaka ndoa ungeachana nayo. Kitafakari juu ya hayo, nikarudi moja kwa moja hadi eneo la Mkomani Lamu. Kizaza kilizuka kwenye dhifa moja jioni mtaani hapa pale Jombi Mlathi alipozingirwa ghafla na mapolo waliompasulia kanzu na nguo zake karibu aache uchi wa mnyama. Vijana walikuwa wakiwania biriani ambayo jamaa alikuwa amemwaga kwenye kanzu yake aliyovalia na kisha kuipinda upande wa mbele. Yaani jamaa alichukua biriani imepikwa bana, pika biriani, unajua kule pwani ukipika biriani bana, ampika basi imeshika kushika. Sasa naye akaiba hiyo biriani akaiweka kwa nguo, kwa kanzu yake. Vijana walipoona nao wakaona njaa, wakamwendea wanataka hiyo biriani. Sasa nusura ararue manguo zake, abaki uchi wa mnyama. Haya, ingekuwa funzo kwake na wenye tabia kama hiyo, au sio? Naam, ikitoka kule basi nikavuka mpaka Nairobi mjini. Kutoka kule basi eneo la la kule Mkomani Lamu. Nairobi mjini kuna polo moja, ambapo polo moja wa hapa amefichua hali ngumu anayopitia kazini, akieleza jinsi mdosi wake anavyomnyanyasa kimapenzi na kutishia kumfuta kazi iwapo hatakubali kurambasa hali yake. Anasema anahisi kudhulumiwa na kunyimwa maisha aliyokuwa nayo kazini kabla ya mdosi huyo kuanza kumnyemelea. Kulingana na jamani kwamba mwanadada huyo amekuwa akimwalika hata kwake na katika sehemu za burudani, akimwambia wazi anatamani na iwapo ataendelea kumpuuza atahakikisha kwamba amemwaga unga. Yaani mtu anakuja mpaka anakutishia, anasema usipokubali naendelea tu hivi, patience yangu inaelekea kufika mwisho. Utafika mahali tafuta kazi wewe, nita make sure umemwaga unga. Yaani ili tu akubali chenye nataka. Surely why force somebody? Mtu amekuja hapa, amekuja kazi, labda yeye ndio sole breadwinner, akiacha kazi umeharibu. Sasa unataka kumwingiza kwa mambo, na labda ni mtu ameokoka, anapenda kuwa mwaminifu kwa ndoa yake, kwa ujana wake na kadhalika. Mama mtu akija kazini, amekuja kazi. Kama unatamani hao mapenzi, tafuta kule nje, acha kusumbua mtu amekuja kazini. Tabia mbaya. Nimalizia wapi? Eneo la Kamakis Ruiru. Kuna kiposa mmoja kutoka hapa basi alilazimika kumuomba mwenzake msamaha kwa kunyemelea mpenzi wake. Mwanadada huyo aliamua kukiri makosa ya kutamani jamaa katika mkutano wa chama. Inasemekana kwamba alifanya hivyo baada ya mwenzake kushuku mawasiliano yake na mpenzi wake, naye akasema ni kweli, nilijaribu kumrushia mistari lakini ikagonga mwamba. Ukisikia rafiki yako amefika mahali anakuambia kwamba alijaribu kurusha mistari kwa mpenzi wako, what will you do? Will you be happy about her? Ufurahie kwamba mpenzi wako ana msimamo, ama ukasirike kwamba rafiki yako ananyembelea mpenzi wako? What will you do? Ni gani utaweka mbele? Naam, ni katika pita za kwangu, nakwambia ulimwengu una mambo na visanga na vimbwanga. Usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe, ukiambia sign in na Gmail account yako, copy the link and share, na weke comment yako pale na Bwana akutende wema. Na zaidi pia hakikisha kwamba umesubscribe. Mie ni VMM, kipenda Victor Mandala kwenye pita za kwangu. Nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. God bless you, subscribe and bye bye.